Nadhani kwa watumiaji wa mitandao wengi, lakini pia wale ambao wanafuatilia taarifa za habari ya sasa, hizi habari za nje kuhusu vita ya Iran ambayo inaendelea, nadhani mtakuwa mmesikia ama mmemsikia Trump akiwa anaongea sana kwamba anataka kufanya majadiliano ya amani kati yake na Iran. Na kwa mujibu wa Trump, yeye anasema kwamba haya majadiliano ya amani ni Irani ndo ameomba kukutana na upande wa pili, maasimu wake, na ametoa zawadi kubwa sana kwa Trump ama kwa Marekani kwamba endapo watakubali kukutana na kujadili jinsi ya kumaliza hii vita, basi Irani itatoa zawadi kubwa kwa maasimu ama kwa Marekani. Sasa hizi ni taarifa ambazo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, inakuwaje Irani mpaka sasa hivi yupo katika race kubwa sana ya kurusha makombora katika hizi nchi washirika na Marekani ama upande wa Marekani wa vita, alafu wakati huo huo aende aombe kukutana kwa ajili ya kufanya maridhiano ya kumaliza vita. Sasa mimi nataka nikufunulie tu kwa undani ujue hiki kitu kinachoendelea ni nini. Kitu cha kwanza unatakiwa kufahamu kwamba Marekani mpaka sasa hivi hajapigana vita kwa kutumia silaha. Marekani anachokifanya ama Trump anapigana hii vita kwa kutumia diplomasia, ama anapigana hii vita kwa kutumia akili. Hajaamua kuonesha nini hanacho Marekani kwenye swala silaha na nguvu yake ya kijeshi. Amemwacha Irani endelee kuonesha kila aina ya silaha ambayo anayo, ili hata kama akiamua baadaye Marekani kufanya defeat kwa Iran, manake anajua anaanzia wapi na anaenda vipi kulingana na aina ya vitu ambavyo ameviona ama amevishuhudia kutokea Iran. Sasa leo Iran imetoa tamko, na hilo tamko ambalo Iran imelitoa linasema kwamba anachokifanya Trump kwa sasa hivi inaonekana ni kama Marekani ama Trump anafanya majadiliano yake yeye mwenyewe binafsi. Yaani maana yake ni kwamba Trump anajivisha uhusika wa Iran na anajivisha uhusika wa Marekani kwa pamoja, na kusema kwamba anachokifanya ni kutaka kupotosha tu umma, kwamba anawaambia watu Irani amekuja na zawadi, anataka tujadiliane, tumalize vita na nini. Kwa hayo yote Irani ameyakataa na ameyaita kuwa ni upotoshaji, na ni kama amemdhiaki Trump kwamba ni kama anafanya self reconciliation au anafanya majadiliano yeye mwenyewe binafsi, na kujifanya kwamba tayari amekutana na Iran au Irani ana nia kubwa ya kukutana na Marekani kwa ajili ya kujadili jinsi gani wanamaliza vita. Lakini pia hii sasa turudi kwenye ili tamko la Iran kwamba what Trump is doing now is to reconciliate himself. Ili tamko lina maana gani kisiasa? Kisiasa, Iran amefanikiwa kuonesha kwamba upande wa Marekani hauko tayari kupigana, na hii inampa credit Iran kwamba mpaka sasa hivi yeye kuchukua uthubutu wa kupigana ni kwamba ana nguvu kivita. Lakini maana ya pili, ili tamko ni ishara ya Irani kukataa uhalali wa madai ya Marekani. Sasa hii kwa kisiasa tunaweza tukaita kama strategic signaling. Ni signal ya kimkakati ambayo Iran anaitumia kuonesha watu kwamba Trump anafanya uzushi katika hii vita ambayo inaendelea. Na tunafahamu vita ipiganwi tu kwa silaha, vita inapiganwa kwa mikakati pia.
Kwa hiyo inawezekana ni kweli kwamba Trump ameamua kutumia mkakati indirect kuparticipate kwenye hii vita. Lakini turudi kwa kauli ya Donald Trump. Kwa nini Donald Trump amesema kwamba Iran inahitaji makubaliano ama inahitaji mazungumzo na Marekani kwa ajili ya kumaliza vita? Kwanza, mimi binafsi kama mchambuzi naweza nikasema kauli ya Trump ni kama diplomatic framing. Maana yake ni kwamba Marekani ni kama anajaribu kuonesha kwamba ipo kwenye nafasi kubwa katika hii vita. Yaani ni kama Marekani yupo katika position kubwa sana katika hii vita ya kufanya maamuzi ya vita iendelee ama isiendelee. Lakini ametumia neno Iran anataka kutoa zawadi kubwa ili tufanye mazungumzo. Hii inaweza kumaanisha kuwa kuna hatua fulani ambayo Iran au ambayo Marekani anaiona kwa Marekani, hii inaonyesha kama ni kuna hatua kubwa ambayo Marekani anaiona kwa Iran. Umeona kwamba Iran labda anaweza akafanya mambo makubwa zaidi ya yale ambayo ameyafanya. Kwa hiyo kwa sababu ameona, anataka kujaribu kuonesha kwamba kuipotosha dunia kwamba Irani si chochote wala si lolote. Lakini turudi kwa upande wa swala la amani. Dunia kwa sasa hivi inahitaji amani, hasa ukizingatia ni era au ni karne ambayo sio lazima watu wapigane ili nchi ionyeshe ukubwa wake. Tupo katika karne ambayo sio lazima watu wapigane ili ionyeshe kwamba wewe ni mkubwa kivita. Unaona? Sasa hapa kwa watu ambao wamesoma geopolitics watakuwa wananielewa. Umeona? Kwenye geopolitics kuna mambo mengi sana ambayo kama ukiyapitia vizuri na ukaelewa kipengele hadi kipengele, kuna baadhi ya vitu utaacha kabisa kuvihofia. Umeona? Sasa jana kwenye posti za nyuma zilizopita ambazo niliziweka hapa YouTube, niliongelea kuhusiana na shambulio la Iran kwenda Ulaya. Manake shambulio la Iran kuipiga Diego Garcia, ambayo ni shambulio ambalo halikufanikiwa, lakini linaonyesha mwanga mkubwa sana kwa Iran na limeimprove kwamba Iran ana uwezo mkubwa sana kivita kupigana na nchi yoyote, kwa sababu shambulio alilolifanya ni la kilomita 4,000 kutokea Iran. Maanake ni kwamba kutokea pale Iran alipo ana uwezo wa kupiga miji yote kimkakati katika bara la Ulaya na Uingereza. Sasa kama ulikuwa umeifuatilia vizuri ile video, utakuja kunielewa kwamba tayari Iran amekuwa tishio. Iran amekuwa tishio, na ndio maana Trump pamoja na washirika wake wanajaribu kuonesha kwamba Iran mpaka sasa, licha ya kwamba anashambulia, lakini anatamani vita iishe. Sasa kwenye masuala ya geopolitics, yani siasa ya kijiografia, hii inafafanua mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba Iran kivita mpaka sasa hivi ameshinda. Lakini jambo la pili tunaweza kulifafanua ni kwamba Marekani mpaka sasa ana hofu. Hofu kivipi? Huwezi ukapigana na mtu kwa maneno ikiwa ameshika silaha. Kutumia maneno ni kudhoofisha upande wa pili kisaikolojia. Lakini unapokuwa unatumia maneno kwa ajili ya kudhoofisha, lakini maneno yako yasilete impact kwa upande wa pili,
maana yake ni kwamba umeshindwa vita. Kama Iran angeamua kusikiliza maneno ya Trump tangu mwanzo kabisa wa vita, Iran alikuwa tayari ameshashindwa mwanzo kabisa, kwa sababu Trump ameanza kuongea tangu mwanzo kwamba nitaiteketeza Iran, nitafanya hivi kwa Iran, nitafanya hiki kwa Iran, nitafanya. Aliongea maneno mengi sana mpaka kufikia hii leo, lakini Iran hajawahi kurudi nyuma, licha ya kwamba Marekani ilisema kwamba imefanikiwa kumuondoa aliyekuwa rais wa Iran, kumuua, na kweli ilithibitishwa ameuliwa, lakini Iran haijawahi kupunguza spidi. Yani kwa sasa imekuwa ni too much. Iran anaendelea kupiga na kupiga na kupiga na kupiga. Iran ameendelea kuonesha ni jinsi gani nchi kama nchi inatakiwa isimame ili kulinda mipaka yake. Na hii ndio maana ya usalama wa taifa. Kwa nchi kama Tanzania, usalama wa taifa tunaweza tukautem kama kitu kidogo sana, kwamba kwa sababu tunawaona kuna watu wanaitwa usalama wa taifa, wanavaa hivi, wanatembea, wanakuwa hivi, lakini usalama wa taifa kazi yake ni kuhakikisha hata itokee nini kwenye nchi, hata itokee threat ya namna gani, bado nchi inaendelea kuwa salama, nchi ina uwezo wa kujiongoza. Ndio ilivyo kwa Iran. Kwa ukubwa ama ubora wa kitengo cha usalama wa taifa Iran kwa sasa ni fundisho kwa vitengo vya usalama wa taifa kwa nchi zote duniani. Hata Marekani wana la kujifunza kwa Iran, kwamba licha ya rais kuuliwa, licha ya vitisho kwamba kila rais atakayekuja Iran atauliwa, yani licha ya kila kitu ambacho kimefanyika pale Iran cha kutisha ambacho kimefanywa na Marekani na Israeli pamoja na washirika